Jua lilikuwa linazama taratibu katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam, likiacha rangi ya dhahabu na urujuani angani. Mwanga wake ulionekana kuvutia zaidi kwenye madirisha ya majengo marefu yaliyopambwa kwa vioo, na kelele za mji zilikuwa zimechanganyika na milio ya magari, vicheko vya watu na sauti za biashara. Katikati ya pilika-pilika za jiji, kulikuwa na duka dogo la vitabu lililokuwa limebanwa kati ya maduka makubwa ya nguo na migahawa. Lilikuwa duka lenye harufu ya karatasi mpya na za zamani, harufu ya wino na mbao zilizochakaa. Ndani ya duka hilo, mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 26 alikuwa akipanga vitabu kwenye rafu huku akisikiliza muziki wa taratibu kupitia spika ya duka. Jina lake ni Brian. Brian alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa, mwenye akili nyingi na moyo wa upole. Alikuwa na sura ya kuvutia, lakini kilichomfanya kuwa wa pekee ni akili yake na ucheshi wake wa kipekee. Alikuwa ni msomaji mzuri wa vitabu vya mapenzi, lakini hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angeingia kwenye hadithi ya aina hiyo yeye mwenyewe. Siku moja, alipokuwa amejishughulisha kupanga vitabu vya riwaya mpya, mlango wa kioo wa duka lake ulifunguliwa taratibu na upepo mwanana wa jioni ukaingia ndani. Aligeuka taratibu na macho yake yakakutana na msichana aliyesimama mlangoni. Alikuwa amevalia hijabu ya samawati iliyomzunguka kichwa chake kwa ustadi wa hali ya juu. Uso wake ulikuwa na ngozi laini yenye mwanga wa asili. Macho yake yalikuwa makubwa, meusi na yenye mvuto wa kipekee, kana kwamba ndani yake kulikuwa na hadithi nyingi ambazo bado hazijasimuliwa. "Samahani, naweza kupata kitabu kizuri cha mapenzi?" aliuliza kwa sauti nyororo yenye utulivu. Brian alitabasamu na kusogea mbele kidogo. "Unapendelea riwaya za aina gani? Mapenzi yenye furaha, huzuni au mchanganyiko wa vyote?" Msichana huyo alitabasamu kidogo na kusema, "Ninapenda riwaya zinazoonyesha mapenzi ya kweli, lakini pia zenye changamoto, zinazoonyesha kuwa mapenzi si rahisi." Brian alifikiria kwa muda mfupi, kisha akachukua kitabu kimoja kutoka kwenye rafu na kumpatia. "Hili hapa ni hadithi inayoonyesha jinsi mapenzi yanavyoweza kushinda kila kitu, au wakati mwingine kushindwa na mambo yasiyozuilika." Msichana huyo alikitazama kitabu hicho, akasoma kichwa chake kwa sauti ya chini, kisha akasema, "Nina uhakika nitakipenda." Brian alitabasamu. "Natumai hivyo. Kwa njia, jina langu ni Brian." Msichana huyo akanyanyua macho yake na kusema, "Mimi ni Salma." Hivyo ndivyo ilivyoanza. Siku zilipita na Salma alizidi kuja dukani kwa Brian kila mara. Ilianza kama ziara za kawaida za kununua vitabu, lakini baadaye zikawa ni ziara za mazungumzo marefu kuhusu maisha, ndoto na falsafa. Salma alikuwa msichana mwenye akili nyingi na roho safi. Alikuwa na ndoto ya kuwa mwandishi, lakini hakuwa na uhakika kama angeweza kutimiza ndoto hiyo kutokana na mazingira ya familia yake. Brian alipendezwa naye kwa njia ya kipekee. Hakujua lini hasa alimpenda, lakini siku moja alitambua kuwa alikuwa akifikiria Salma kila wakati, akisubiri kwa hamu aone ujumbe wake au ujio wake dukani. Upendo wao ulikuwa taratibu kama mdogo unaomea katikati ya jangwa, ukikomaa licha ya changamoto nyingi zinazowazunguka. Salma alikuwa Muislamu, Brian alikuwa Mkristo. Tofauti hiyo haikuwa tatizo kwao, lakini walijua kuwa haingekuwa rahisi kwa familia zao. Salma alihisi hofu ndani ya moyo wake. Alimpenda Brian, lakini kila siku alikuwa na hofu ya kile ambacho kingetokea ikiwa wazazi wake wangegundua. Siku moja walikutana kwenye mgahawa mdogo wenye mandhari ya kuvutia pembeni ya bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga mwamba kwa upole, upepo mwanana ukipuliza na kufifisha mwanga wa mishumaa mezani kwao. Salma alimtazama Brian kwa huzuni na kusema, "Brian, unajua kuwa tunapoteza muda, sio?" Brian alishusha pumzi na kumtazama kwa umakini. "Kwa nini unasema hivyo?" Salma akashika mkono wake kwa upole, macho yake yakiwa na majonzi. "Kwa sababu hatuwezi kuwa pamoja. Familia yangu haitakubali kamwe. Baba yangu ni mtu mgumu sana. Hawezi hata kufikiria wazo la mimi kuwa na mtu wa dini tofauti." Brian alinyamaza kwa muda, kisha akasema, "Lakini upendo wetu ni wa kweli, Salma. Si hilo ndilo jambo la muhimu?" Salma alifunga macho kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Katika dunia hii, mapenzi peke yake hayatoshi." Brian alihisi maumivu moyoni mwake. Hakutaka kukubali kuwa walikuwa wanakaribia mwisho, lakini ndani yake alihisi kama mtego wa muda ulikuwa unawazunguka. Mambo yalibadilika siku ambayo dada yake Salma aligundua kuhusu uhusiano wao. Alipuna picha ya Salma akiwa na Brian kwenye simu yake. Hakusita kumwambia baba yao. Usiku huo Salma alikumbana na mazungumzo magumu sana na baba yake. Alimsuta, akamwambia kuwa alikuwa anatia aibu familia. "Huwezi kuolewa na Mkristo, Salma. Ni bora nife kuliko kuona hilo likitokea." Baba yake aliguna kwa hasira.
Salma alilia sana usiku huo. Alihisi moyo wake ukivunjika, lakini hakukuwa na namna ya kuokoa mapenzi yake na Brian. Siku iliyofuata, alikutana na Brian chini ya mti wa msonobari karibu na bustani ya mnazi mmoja. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Lazima tuachane, Brian alisema kwa sauti dhaifu. Brian alihisi mwili wake ukilegea. Salma, tafadhali. Salma alishika mikono yake kwa nguvu. Najua tunapendana, lakini siwezi kwenda kinyume na familia yangu. Baba yangu atanilaani milele. Sitaki uwe sababu ya mateso yangu. Brian alihisi kama moyo wake umevunjika vipande vipande. Hakuna kitu kibaya zaidi ya kumpoteza mtu unayempenda kwa sababu ya kitu usichoweza kubadilisha. Miaka 3 baadaye, Brian alipokea barua kutoka kwa Salma. Ilisomeka, leo naolewa na mtu wa dini yangu. Sina furaha, lakini sina budi. Tafadhali usinisahau. Brian alishika barua hiyo kwa mikono iliyotetemeka, machozi yakimdondoka. Alitambua kuwa mapenzi yao yalikuwa yamefia angani, kama ndoto nzuri ambayo haikutimia. Miaka 3 ilikuwa imepita, lakini kila kitu kilihisi kama jana tu. Brian alikuwa amekaa kimya kwenye kona ya duka lake la vitabu, macho yake yakitazama kwa mbali, lakini akili yake ikiwa imefungwa katika kumbukumbu za zamani. Barua ya Salma bado ilikuwa imehifadhiwa kwenye drawer ya meza yake, karatasi ile ikiwa imeanza kuchakaa kutokana na mara nyingi alizokuwa akiisoma. Alijiuliza mara nyingi kama alipaswa kupigania mapenzi yao zaidi, kama angeshawishi zaidi, kama angempigia kelele zaidi, kama angempokea na kumkimbiza mbali na familia yake. Je, mambo yangekuwa tofauti? Lakini alikuwa amejifunza kuwa mapenzi hayawezi kushindana na imani. Alimpenda Salma kwa moyo wake wote, lakini hakuwa na nguvu ya kupigana na ulimwengu mzima. Marafiki zake walikuwa wamemshauri sana wakati huo. Bro, unampenda, usimwachie hivi hivi. Mmoja wao alikuwa amemwambia siku moja walipokuwa wamekaa kwenye baraza la mgahawa. Umemwona Salma alivyo? Unadhani atapata mtu anayempenda kama wewe? Lakini Brian alijua kuwa mapenzi hayawezi kulazimishwa. Salma mwenyewe ndiye aliyekataa kupigana. Alikuwa amechagua njia yake na Brian alipaswa kuheshimu hilo, hata kama lilikuwa linaumiza. Kabla ya ndoa ya Salma, wadogo zake walikuwa wamejaribu kumshawishi abadili mawazo. Salma, Brian anakupenda sana. Tumeona namna anavyokujali, hata mama anajua kuwa unampenda. Kwa nini unajilazimisha? Lakini Salma aliwatazama tu kwa macho mekundu, akisema kwa sauti ya huzuni, najua ananipenda, lakini siwezi kupinga matakwa ya baba. Siwezi. Siku ya harusi yake, Brian hakuweza kwenda. Alijua kuwa hata kama angepita karibu na ukumbi ule, angehisi maumivu yasiyoelezeka. Lakini alimsikia rafiki yake mmoja akimwambia, yule bwana aliyemwoa hana hata chembe ya upendo kama ule uliokuwa nao kwa Salma. Nilimwona ni mtu wa biashara tu, hana hata nusu ya roho yako. Brian alitabasamu kwa uchungu. Haikuwa tena juu ya nani alimpenda Salma zaidi. Ilikuwa juu ya ukweli kwamba Salma alikuwa ameenda. Miezi ilivyopita, alijaribu kuendelea na maisha. Alianza safari ya kujenga biashara yake ya vitabu, akipanua duka lake, akafanya kuwa mahali pa kukutanisha wapenzi wa fasihi na ndoto. Lakini usiku wa manane mara nyingi alipata kigugumizi cha kulala. Mawazo yake yalikuwa yakirudi nyuma, yakikumbuka sauti ya Salma, tabasamu lake, harufu ya manukato yake. Siku moja, miaka 2 baada ya ndoa ya Salma, Brian alipokea simu. Ilikuwa namba isiyofahamika, lakini alipoipokea alihisi pumzi yake ikikata kwa sekunde chache. Brian. Ilikuwa sauti ya Salma. Ilikuwa dhaifu, kana kwamba alikuwa anapambana na hisia nzito. Alishindwa kusema mara moja. Alijua kama angetamka jina lake, moyo wake ungetetema vibaya. Brian, unanisikia? Sauti yake ilitetemeka. Ndiyo, nakusikia, alijibu kwa sauti ya chini. Kulikuwa na kimya cha muda mfupi kabla Salma hajajibu. Nimekosa kila kitu. Brian alifumba macho. Hakutaka kusikia zaidi, hakutaka kujua maumivu aliyokuwa anayapitia, kwa sababu alijua hangeweza kubadilisha chochote. Samahani, alisema, sauti yake ikiwa na uzito wa miaka yote ya maumivu aliyoyabeba. Ningependa nirudishe muda nyuma, Salma aliongeza kwa sauti iliyojawa na majuto. Lakini muda ulikuwa umeshapita. Mapenzi yao yalikuwa kama wingu lililopotea angani, lililoachia mvua ya huzuni, lakini mwishowe likayuka kabisa na kutoweka. Brian alishusha pumzi ndefu na kusema kwa upole, usijilaumu Salma. Tulifanya kile kilichokuwa sahihi wakati huo. Kulikuwa na kimya kingine kirefu. Halafu akasikia sauti ya Salma ikipotea taratibu, na kutakia maisha mema, Brian. Halafu simu ilikata. Brian alishikilia simu yake kwa muda, akitazama kioo chake bila kusema neno. Alijua kuwa huo ulikuwa mwisho rasmi wa hadithi yao. Alichoweza kufanya sasa ni kuendelea kuishi na kuhifadhi upendo wake moyoni kama kumbukumbu nzuri ya jambo ambalo halikuweza kuwa.
Brian alishusha simu yake taratibu na kuiweka mezani. Alibaki akitazama ukuta wa duka lake kwa muda, mawazo yake yakizama kwenye kumbukumbu za zamani. Simu ile kutoka kwa Salma ilikuwa kama kisu kilichochokonoa kidonda ambacho alikuwa akijaribu kukisahaulisha kwa muda mrefu. Mwaka ulipita. Brian aliendelea na maisha yake kwa njia aliyoweza. Alipanua duka lake la vitabu na hatimaye akaanzisha maktaba ndogo kwa ajili ya vijana wa mtaa wake, akiwahamasisha kupenda kusoma na kuandika. Hakuwa na mapenzi mapya, hakuwa hata na msichana aliyemvutia kwa namna ambayo Salma alivyomvutia. Siku moja aliketi kwenye kiti chake nyuma ya kaunta ya duka, akitazama kupitia dirisha la kioo. Mvua ndogo ilikuwa ikinyesha, ikitiririka kwenye barabara za jiji. Mlango wa duka lake ukafunguliwa na mwanamke aliyevaa hijabu nyeupe akaingia ndani. Alikuwa na mwendo wa taratibu, mikono yake ikiwa imefumbatwa mbele yake kwa aibu. Brian alinyanyua macho taratibu na moyo wake ukapiga kwa kasi alipotambua ni nani aliyesimama mbele yake. Salma. Alionekana tofauti. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini bado ulikuwa na ule mwangaza wa asili. Macho yake hata hivyo hayakuwa na ule mwanga wa furaha kama zamani. Brian alisimama taratibu bila kusema neno. Salma alitabasamu kwa uchungu. "Habari Brian," alisema kwa sauti ya chini. Brian alishusha pumzi nzito akijaribu kutafuta maneno. "Salma, umekuja kufanya nini hapa?" Salma alitazama chini akishika kona hijabu yake kwa aibu. "Nilikusikia unaendesha maktaba kwa vijana. Nilihisi nahitaji kukuona." Brian aliendelea kumtazama, akili yake ikihangaika na maswali mengi. "Na mume wako?" aliuliza kwa sauti iliyojaa uangalifu. Salma alifunga macho kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti dhaifu, "Hatuko pamoja tena." Kimya kilitawala kati yao. Brian alihisi moyo wake ukitetemeka, lakini hakutaka kuonesha hisia zake. "Pole," alisema kwa upole. Salma alitabasamu kidogo, lakini macho yake yalijaa huzuni. "Nimejifunza kitu kimoja Brian," alisema. "Katika maisha wakati mwingine tunafanya maamuzi tukiamini ni sahihi, lakini baadaye tunagundua tulifanya makosa, na si kila wakati tunapata nafasi ya kurudi nyuma." Brian alihisi moyo wake ukiwa mzito. Alijua maumivu aliyokuwa nayo Salma kwa sababu alihisi maumivu kama hayo kwa miaka yote aliyomkosa. Salma alimsogelea kidogo, akinyanyua macho yake na kumtazama kwa jicho lenye masikitiko. "Samahani kwa yote niliyokusababishia Brian." Brian alitabasamu kwa uchungu. "Sikuhitaji kuniomba msamaha Salma, siku zote nilielewa." Salma alinyanyua mkono wake kana kwamba alitaka kumgusa, lakini akajizuia. "Naweza kupata kitabu kizuri cha mapenzi?" aliuliza kwa sauti nyepesi, akitabasamu kwa uchungu. Brian alitabasamu na kusogea kwenye rafu. Alichukua kitabu na kumpa. "Hili hapa," alisema. "Ni hadithi inayoonyesha jinsi mapenzi yanavyoweza kushinda kila kitu, au wakati mwingine kushindwa na mambo yasiyozuilika." Salma alikitazama kitabu hicho, akakifungua na kupapasa kurasa zake kwa vidole vyake. "Nina uhakika nitakipenda," alisema kwa sauti ya upole. Brian alimtazama kwa muda mrefu kabla ya kusema, "Natumai hivyo." Salma alitabasamu, kisha akageuka taratibu na kutoka dukani. Brian alimtazama akiondoka, akiwa na hisia mchanganyiko ndani ya moyo wake. Alijua kuwa huo ulikuwa mwisho wa hadithi yao, lakini angalau walikuwa na nafasi ya kusema kwa heri kwa mara ya mwisho. Alifunga macho yake kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu, kisha akarejea kwenye kazi yake. Maisha yaliendelea. Hadithi hii ina mafundisho kadhaa muhimu kuhusu maisha na mapenzi. Mapenzi ya kweli hayatoshi pekee. Ingawa Brian na Salma walipendana kwa dhati, mapenzi yao hayakuweza kushinda vizuizi vya imani na matarajio ya familia. Hii inaonyesha kuwa mapenzi pekee hayawezi kuendesha maisha bila kuzingatia mazingira halisi ya kijamii na kifamilia. Ukweli wa maamuzi na majuto. Maamuzi tunayofanya katika maisha yanaweza kuwa na athari za kudumu. Salma alichagua kutii familia yake, lakini baadaye alijuta. Hii inaonyesha umuhimu wa kuchagua kwa busara, kwa sababu huenda usiweze kurudi nyuma kurekebisha mambo. Maisha lazima yaendelee. Brian alipitia maumivu makubwa baada ya kumpoteza Salma, lakini hakuruhusu huzuni hiyo imuue ndani. Alijifunza kuendelea na maisha, akajikita kwenye kazi yake na ndoto zake. Hili linatufundisha kuwa hata baada ya kuvunjika moyo, tunapaswa kujifunza kusonga mbele. Si kila hadithi ya mapenzi huwa na mwisho mzuri. Si kila mapenzi huishia kwa ndoa na furaha. Wakati mwingine, mazingira na jamii vinaweza kuathiri hatima ya mapenzi yetu. Hadithi hii inafundisha ukweli mchungu kwamba kuna mapenzi ambayo hayajaandikwa kudumu milele. Kuheshimu maamuzi ya wengine. Brian aliheshimu uamuzi wa Salma, hata kama ulimuumiza. Hii inafundisha kuwa mapenzi ya kweli pia yanahusisha kujifunza kuachia wale tunawapenda wafanye maamuzi yao,
hata kama yanaumiza mioyo yetu. Muda hauponyeshi kila kidonda. Miaka ilipita, lakini Brian bado aliendelea kuhisi maumivu ya kumpoteza Salma. Hii inatufundisha kuwa wakati mwingine maumivu hayawezi kufutika kabisa, lakini tunaweza kujifunza kuishi nayo. Kwa ujumla, hadithi hii ni somo la maisha kuhusu mapenzi, maumivu, maamuzi na jinsi mtu anavyoweza kustahimili na kuendelea mbele licha ya machungu ya moyo.